Hujambo, hii ni gwaride la siasa na mimi ni Jabali ya Dawa Anadawa. Karibu katika nakala hii ambapo tunaenda kuangazia matukio ya kisiasa ambayo yalifanyika mnamo Jumatatu wiki hii. Jumatatu wiki hii, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro hatimaye alitupea mwelekeo wake wa kisiasa. Tunapokaribia chaguzi za mwaka wa 2027. Vile mjuavyo, Ndindi Nyoro si mwanasiasa wa hadhi ya kawaida. Kulingana na siasa ambayo alikuwa anacheza kitambo, Ndindi Nyoro ni mwanasiasa ambaye alikuwa anaangaziwa katika mtazamo ama anaangaziwa na hadhi ya juu kisiasa. Ndindi Nyoro ni mwanasiasa ambaye bado ni barobaro, mchanga. Ana hiyo nguvu ama tunaweza sema katika kimombo ni firebrand. Upande mwingine pia tunaweza sema kwamba Ndindi Nyoro, tukiangazia masala ya maendeleo, hapa tunaongelea kuhusu utumiaji wa fedha za CDF katika maendeleo katika eneo bunge. Ndindi Nyoro ameonyesha uwezo mkubwa wa kufanya maendeleo ambayo inapiku wabunge wenzake. Mara nyingi Kiharu constituency, eneo bunge la Kiharu, imekuwa ikiongoza katika maendeleo tukizingatia matumizi ya fedha za CDF. Hivi basi, Ndindi Nyoro kwa muda ameweza kujenga jina lake likawa kubwa kisiasa. Na hata wandani wa kisiasa hapa Kenya kuna wengi tu kiasi cha haja ambao walikuwa wameanza kuwa na mtazamo kwamba Ndindi Nyoro huko usoni, hapa sasa tunaongea kuanzia mwaka wa 2032, the year 2032, watu walikuwa wameanza kuwa na mtazamo kwamba Ndindi Nyoro anaweza kuwa baadhi ya wale watu ambao wako na uwezo mkubwa ama wako katika kipaumbele kukuwa wagombaniaji wa kiti cha urais hapa Kenya. Angeendelea hivyo kwa sababu kwa sasa tukiangalia vile wazungu wanasema kwamba charity begins at home. Uhuru Muigai Kenyatta hapo nyuma kidogo ndiye alikuwa kigogo wa eneo la Mlima Kenya, the Game Nation. Kutoka Uhuru Kenyatta kwa sasa tuko na Rigathi Gachagua. Tukizingatia miaka zao, wameshinda Ndindi Nyoro kwa kiasi kikubwa. Na sasa tukizingatia kwamba Ndindi Nyoro alikuwa mwanasiasa chipukizi na pia hata kimaendeleo ako sawa, na pia alikuwa anacheza siasa ya kitaifa, ina maana kwamba kulikuwa na uwezekano kwamba huko usoni anaweza kuja kuwa kigogo ama kingpin wa Mlima Kenya. Na kama tayari yeye ni kingpin wa Mlima Kenya, sasa hapo akona uwezo mkubwa wa kutengeneza urafiki na jamii zingine ambayo inaweza mrahisishia azma yake ya kuwania ama kugombania urais. Hapo sasa tukiongea maybe kutoka pale 2032 kuendelea. Hivyo basi, Ndindi Nyoro alikuwa mwanasiasa ambaye watu wengi walikuwa na imani na walikuwa na mtazamo mkubwa naye huko usoni. Lakini kuanzia mwaka wa 2024, hiyo ni the year 2024, Ndindi Nyoro alianza kuonyesha hulka na mienendo ambayo ilifanya watu wengi wa ndani wa kisiasa kwanza kukuwa na wasiwasi ama kukuwa na maswali kuhusu mipango yake hapo usoni.
Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kuanzia the year 2024 Ndindi Nyoro aliwacha kuonyesha huo ukakamavu, na pia Ndindi Nyoro hakukuwa anaonyesha msimamo wake uko wapi. Hana uhusiano wa kiwazi na chama tawala cha UDA na Rais Ruto, lakini pia kwa ule upande mwingine hatuonyeshi dalili kwamba ako pamoja na wanaopinzani au sasa ni akina Rigathi na wenzake. Ako hapo katikati. Vile mjuavyo, katika siasa lazima kama mwanasiasa ambaye ako na azma na ambaye anataka pia aheshimike, lazima ukuwe na msimamo. It's either you are cold or hot, vile kwa kimombo wanasema. Sasa Ndindi Nyoro kuanzia mwaka wa 2024 hajakuwa akionyesha msimamo dhabiti. Mtakumbuka vizuri hata wakati naibu wa rais aliyeondoka Rigathi Gachagua alikuwa anaondolewa, anang'atuliwa kutoka mamlakani, impeachment, Ndindi Nyoro hakuhudhuria kikao hicho. Pia tumekuwa na vikao kadhaa za muhimu kitaifa kama zile za finance bill. Ndindi Nyoro hajakuwa akihudhuria hizo vikao muhimu katika uchaguzi ya miswada ama bills ambayo ni ya uzito sana katika taifa na ambayo tena ni za utatanishi. Sasa kwa kimombo inaitwa fence sitter. Asionekana ako katika upande ili akosee watu wa upande, na asionekana ako katika ule upande mwingine ili akosee wale watu wa upande mwingine. Anajaribu kuwa neutral. Kwa sasa hii haiwezekani. Na kuanzia sasa mwaka wa 2024 watu wakawa na tashwishwi na huyu Ndindi Nyoro, na kukatokea na hisia zingine kwamba pengine anafanyia Rais Ruto kazi, lakini katika njia fiche. Vile mjua kwamba kwa sasa eneo la Mlima Kenya haiko pamoja na rais. Sasa kukatokea na tetesi kwamba pengine anafanyia kazi rais, lakini kwa sababu rais kwa sasa hajakubalika vizuri Mlima Kenya, haezi kuja wazi kwamba kuna rais. Ndio maana aungani na ndugu zake kikamilifu hadharani kupinga rais. Naam, Jumatatu Ndindi Nyoro hatimaye akasema kwamba ametoka katika chama tawala cha UDA na ametengeza gari yake mpya ambayo ataitumia katika chaguzi za mwaka 2027, 2027. Kwamba yeye kwa sasa hayuko na Rais Ruto, na kwamba hako katika chama ambacho amejiunga na chama ambacho inajiita People's Party, na hicho chama imempea hatamu za uongozi akiongoza hiyo chama, na akasema kwamba hiyo chama itakuwa katika upinzani na haitakuwa inaunga Rais Ruto katika chaguzi za 27. Lakini hatua hii haijapokelewa vizuri sana sana katika eneo la Mlima Kenya. Vile mjuavyo, Mlima Kenya kwa sasa ni wazi dhahiri shahiri kwamba kigogo ama kingpin ni bwana Rigathi Gachagua, na chama maarufu kwa sasa ni chama cha DCP cha Rigathi Gachagua. Hivyo basi mtazamo wa watu wengi ni kwamba kama wewe ni mtu ambaye anatoka katika eneo la Mlima Kenya na kwa kweli uko pamoja na ndugu zako katika harakati za kusimama kupinga Rais Ruto, unapaswa kukua pamoja na hili kikundi ambacho chajiita United Opposition, na sasa uko katika chama cha DCP. Sasa watu wanajiuliza kama tayari kuna chama ambayo ishatengeza vizuri na ishakita mizizi vizuri katika eneo la Mlima Kenya, kwa nini bwana Ndindi Nyoro anaanza tena na chama kingine ambayo hata haijulikani, ingawaje anasema kwamba kwa upinzani? Sasa tutarudi nyuma kidogo.
mwaka uliopita, Bwana Rigathi Gachagua alisema kwamba kwa sababu Rais Ruto ashaona kwamba amepoteza eneo la Mlima Kenya, atatumia mbinu zingine fiche kuhakikisha kwamba anagawanya kura za Mlima Kenya ili kuipunguza nguvu na sasa kumwezesha yeye kuchaguliwa tena, kwa sababu akitawanya kura za Mlima Kenya kisha aende sehemu zingine za Kenya atengeze urafiki upya na kusanya kura, itamrahisishia kazi ya kuchaguliwa tena. So Bwana Rigathi Gachagua alisema kwamba hivi karibuni mtaona wheelbarrows na kala tofauti tofauti. Vile mjuavyo kwamba wheelbarrow ndio alama ama ndio symbol ya UDA. So Rigathi Gachagua akisema kwamba hivi karibuni mtaona wheelbarrow tofauti tofauti, ni kwamba alimaanisha kwamba Bwana Ruto atapanga kichini kufadhili ama kusponsor wanasiasa tofauti tofauti wa Mlima Kenya wakuje na chama ambazo zinapeana vigezo kwamba ni chama za upinzani na haziko pamoja na Rais Ruto, lakini nia na madhumuni yao itakuwa kugawanya kura za Mlima Kenya ili kupunguza joto ama nguvu ya upinzani ili kumrahisishia Bwana Ruto kupata urais. Sasa hatua hii haijapokelewa vizuri tukizingatia huo utabiri ambao ulitolewa na Bwana Rigathi Gachagua na amekuwa akirudia kila mara. Tena kwa nini hawako sawa na uamuzi huu wa Ndindi Nyoro? Ni kwamba kwa sababu chama hiki kitasema kwamba ni cha upinzani, kuna uwezekano kwamba hata saa zingine Rais Ruto anaweza kuwa hana haja sana na kutafuta kura yake mwenyewe kama rais katika Mlima Kenya, kwa sababu tayari ashajua hana kura. Lakini sasa anaweza jaribu kutumia hizi chama kutafuta wajumbe, MCAs, MPs, wabunge, kupunguza sasa uwezekano wa DCP kukua na wabunge wa kutosha ambayo Bwana Rigathi Gachagua anaweza tatumia katika michakato tofauti tofauti katika bunge. Hii itampea Bwana Rais nguvu hata katika bunge iwapo anaweza shinda, na sasa atatawala ama ataongoza kwa njia rahisi, kwa sababu miswada yake tofauti tofauti itakuwa inapitishwa kwa rahisi, kwa sababu ako na wanavita wake wabunge wa kutosha. Tunaongea kuhusu seneti na hata lower house parliament. Pia hatua hii haijapokelewa vizuri kwa sababu kuna uwezekano kwamba hichi chama ya People's Party ya Bwana Ndindi Nyoro, kuna uwezekano kwamba wanaweza fadhiliwa na walete kitu ambacho inajulikana kama a third force. Utapata kwamba Rais Ruto anawania United Opposition, hapa tunaongelea DCP pamoja na Wiper ya Kalonzo na chama zingine kama za kina Sifuna na Orengo. Pia watakuwa na candidate wao, mgombaniaji wao, ambayo ilipaswa kuwa sasa kile ambacho inajulikana kama two horse race. Lakini sasa akina Ndindi wanaweza fadhiliwa walete mgombea rais mwingine. Sasa tukuwe na kitu inajulikana kama third force. Hii inaweza tumika kusambaratisha kura za upinzani, na hii itarahisishia Rais Ruto kuchaguliwa tena katika chaguzi za 2027. Ndio manake tutasema kwamba hatua hii ya Ndindi Nyoro ambayo ilifanyika mnamo Jumatatu haijapokelewa vizuri na upande mkubwa wa watu kutoka eneo la Mlima Kenya na United Opposition. Kipenzi wa gwaride la siasa, tunafika kikomo cha nakala hii. Kwa wale ambao wamesubscribe, tunawashukuru. Kwa wale ambao hawajasubscribe, tunawasihi kusubscribe katika channel yetu hii
ya gwaride la siasa. Hadi tutapokutana tena, kwa heri ya kuonana. Mie ni Jabali Dawa na Dawa.